Jahazi TV. Asante sana. Ndugu waandishi wa habari, leo tumeitana kidogo kwa ajili ya kuongea jambo muhimu katika nchi yetu. Ni heshima ambayo Yanga wametupatia jiji la Zanzibar kwa kuchagua uwanja wetu wa New Amani Complex kwa uwanja wao utakaotumia katika mashindano ya klabu bingwa ya Afrika. Labda tu niseme kwamba tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka huu 2025 tutakuwa na mechi kubwa ambayo ni kati ya timu ya Young Africans ya Tanzania na timu ya AS FAR Rabat ya Morocco. Mechi hii itafanyika katika uwanja wa New Amani Complex. Ni mechi ambayo inahusiana na ligi ya mabingwa wa Afrika. Kwa hiyo ni ligi kubwa. Ndio ligi kubwa kabisa. Kwa bahati nzuri inachezwa hapa kwetu. Na ni mara nyingine tena ambayo jiji letu linapata heshima hii. Sababu ya kuwa na uwanja wa kisasa hapa, uwanja bora. Kwa hiyo nataka kupitia kwenu niwajulisha wananchi wa jiji la Zanzibar, lakini wananchi kutoka maeneo mbalimbali, wapenzi wa soka Afrika Mashariki, Morocco na maeneo mengine duniani, kwamba tuwakaribishe sisi kama vyombo vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi, tuwakaribishe tarehe hiyo 22 hapa katika jiji la Zanzibar. Ni jiji ambalo ni tulivu, limetulia. Kwa hiyo mechi kubwa hii itachezwa katika mji ambao ni mtulivu sana, mji ambao una amani ya kutosha. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba ulinzi utakuwa mkali, na mechi hiyo itaanza saa 10, lakini kiusalama milango itafunguliwa saa 5 kesho. Kwa hiyo kuanzia saa 5 wananchi watapata nafasi ya kuingia kwenye uwanja, lakini wananchi watakaoingia ni wale ambao wana uhalali wa kuingia pale kwa ajili ya kushuhudia shindano hili kubwa. Kwa hiyo kwa maana kwamba uwe una tiketi yako inayokuruhusu kuingia, lakini usiingie na kitu chochote ambacho kitahatarisha usalama pale ndani. Basi ukiwa na sifa hizo mbili kubwa, uwe umetoka sehemu yote duniani, utaingia kwenye uwanja na utashuhudia pambano hili. Na niseme tu kwamba ili sasa mambo yaende vizuri, tutakuwa na askari wa kutosha kabisa kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo wa kutosha. Jiji liko shwari, limetulia, nafikiri watu wote walioko hapa wanaona. Lakini kwa sababu za kiusalama tutaimarisha vizuri. Tunajua mashindano haya yana mihemko. Kwa hiyo watu wana mihemko. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba ndani ya uwanja, nje ya uwanja tutakuwa na askari wa kutosha waliovaa uniform na walioko kiraia. Kwa hiyo niwahakikishie wananchi watakaoingia pale, watu wote wapenzi wa soka, kwamba watakuwa salama kwa maana ya uhai wao, uzima wao, lakini na mali zao vyote tutavilinda ipasavyo. Jeshi la polisi litashirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Na kwa sababu ni mechi kubwa, ziko barabara tutafunga. Hii barabara kubwa ya kwenda kutoka huko mjini kwenda kule Amani, ile upande ambao huko upande wa uwanjani itafungwa ile. Na safari tutafunga ile moja tu. Tutaifunga ile ili kuwe na urahisi, kuwe na nafasi kubwa, eneo kubwa la kutosha kwa ajili ya wananchi kuingia, kuhakikiwa, kupekuliwa, kuonekana. Maana upekuzi utakuwa mkali kwa sababu ni mechi kubwa, ni mechi ambayo ni kubwa. Tunataka usalama uwe mkubwa. Kwa hiyo eneo lile tutafunga barabara moja. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi, wakikuta ile beria iko pale waiheshimu. Najua Wazanzibari, wananchi watu wanaokuja kwenye soka pale ni wastaarabu. Hatujapata changamoto yoyote ya watu kukataa hilo. Lakini la pili nitoe wito kwa madereva magari. Hakikisha kwamba gari ambalo linabeba watu kwenda pale ni ile ambalo lina uhalali wa kufanya hivyo. Usitumie maroli kubeba wananchi kuwapeleka pale. Na wale madereva wao wastaarabu, waendeshe magari vizuri ili tuhakikishe kwamba mtu yote anayetaka kwenda pale anafika salama. Jambo lingine ni kwamba tiketi zinauzwa, watu wanunue tiketi. Mtu asitarajie kwenda pale. Nafikiri taarifa zishafika kule, mshaongea na waandishi na watu wa Yanga, watu wa kafu, ZFF. Kwa hiyo taratibu zile walizotoa ndio taratibu ambazo jeshi la polisi litasimamia. Muhimu zaidi kwa kweli ni kuhakikisha tu kwamba tutakuwa na amani na utulivu. Na niwataka wananchi, tumeona mashindano yaliyopita yale ya Chani kule Nairobi. Vijana kule waliokuwa ndani ya uwanja ule walipatwa na jaziba wakataka kufanya vurugu pale ndani ya uwanja. Niwataka wananchi, ukiona dalili za mtu yoyote ndani ya uwanja au nje ya uwanja anataka kuleta matendo ambayo sio sawa, tujulishe haraka.
tutakuwa wengi, tutaona vyombo vingi vipo, lakini wewe mwananchi mpenda soka ambaye unafurahia soka, ukiona mtu yote ana dalili za kufanya kitendo ambacho sio sahihi, pale refa atachezesha mpira, yeye ndo anayeaminiwa, maamuzi yake akiyatoa, hata kama hujayafurahia, tulia, maana ukileta vurugu, fujo itakuletea shida. Kwa hiyo niombe wananchi watulie kama ambavyo mashindano mengine wametulia. Najua Tanzania, Zanzibar ni wastaarabu na uzoefu wa mashindano makubwa. Kwa hiyo tukiwa watulivu, niwahakikishie kwamba tutatoka salama na hakuna atakayeibiwa kitu chake. Uzoefu unaonyesha hivyo. Baada ya kusema hayo, niwahakikishie tu kwamba usalama upo wa kutosha kama nilivyosema, na jiji limetulia, watu waje. Jahazi TV.